Yes, tuko hapa katika hifadhi ya jamii Burunge iko Babati, Manyara. Hapa tumekutana na jambo ambalo ni la kustaajabisha kidogo. Wengi wetu tunafahamu kwamba hii ni kinga ambapo watu wengi tumezoea kwa matumizi ya kujikinga na afya, uzazi wa mpango na vitu kama hivyo. Sasa hapa tumekutana na matumizi tofauti kidogo, ambapo safari yetu hii hapa imetufumbua macho na kukutana na matumizi tofauti. Na hapa tunakutana na mtaalamu ambaye anatueleza kwamba kinga hizi zinatumika pia kwa ajili ya kuwafukuza wanyama wakali na vitu kama hivyo. Mtaalamu tuko naye hapa, atuambie namna gani ambavyo zana hizi zinatumika kwa ajili ya kuwafukuza wanyama wakali na vitu kama hivyo. Asante. Kwa majina naitwa William Ruta, ni askari wa hifadhi hii ya jamii ya Burunge. Tuna zana mbalimbali ambazo tunatumia kwa ajili ya kuondoa migongano kati ya wanyamapori na binadamu ama binadamu na wanyamapori. Kuondoa migongano. Migongano inakuja baada ya mnyama kutoka katika eneo la hifadhi kwenda katika makazi ya watu ama mashamba ya watu na kuharibu. Lakini pia mgongano utakuja endapo binadamu atatoka eneo lake na kuingia hifadhini pia na kufanya uharibifu. Hiyo nayo itakuwa ni mgongano. Lakini hii imesimama zaidi kwenye migongano ya wanyamapori ambao wanakuja kuharibu mazao ya watu. Na hapa tuna zana mbalimbali ambazo tunatumia kama vifaa vya kuwafukuzia ama kupunguza migongano hiyo. Wanyama hao waharibifu tunajaribu kuwatoa katika mazingira ya kuharibu na kuwarudisha katika eneo la hifadhi kwa kutumia tochi, kutumia honi pale ambapo inatubidi. Lakini kama wamezoea zaidi kutumia honi, tukitumia honi wanaona ni mazoea, ni mazingira ya kawaida kwao, wanaendelea kuwa wabishi na hawataki kutoka, tunaenda kwenye baruti ama chill bomb, ambayo sasa hapo ndio inatupeleka moja kwa moja katika kiungo muhimu ambacho umekizungumzia, ni salama condom ama mpira huu wa salama. Tunatumia mpira huu wa salama kwa namna kwamba moja, labda tuanze katika utengenezaji wake. Tunachukua mchanga mkavu, lakini tunachukua unga wa pilipili. Tukiwa na mchanga mkavu lakini na unga wa pilipili tukachanganya, tunapata uzito wa mchanga huo. Lakini mchanga huo tunaujaza na kuweka kwenye salama condom. Kwa nini tusitumie karatasi? Kwa nini tusitumie gazeti? Pengine ni swali unaweza ukajiuliza. Kwa nini tumekimbilia kwenye salama condom? Tumetumia salama condom kama kifaa ama dhana nzuri zaidi ya kushikilia mchanga wetu wenye mchanganyiko na pilipili ama chili powder. Hii tunaweza tukazungusha ama tukaifunga hii mara 2 mara 3 mpaka ikamilike. Lakini kama utaweka mchanga kwenye karatasi ukasokota mara ya kwanza ukarudia mara ya pili, kwa kuacha hizi 2 zikiwa juu, kwa sababu baruti lazima utaitumbukiza katikati ya ule mchanga, utasokota, utafunga mlango, utazungusha ile salama yako condom alafu utarudia. Lakini kama tungekuwa tunatumbukiza hii kwenye karatasi tulioweka mchanga, ni rahisi zaidi karatasi kupasuliwa ama kupasuka ikiwa na mchanga. Lakini kwa salama ama mpira huu unaweza kustahimili zaidi. Lakini pia salama hii inaweza ikakaa zaidi ya siku 1 2, ingawaje sisi utengenezaji wetu huwa ni masaa machache kabla ya kwenda kwenye eneo la tukio ama kabla ya kwenda kulinda mazao hayo na kuondoa migogoro hiyo. Ndio. Lakini ukiachana na mpira huo ambao tumeshatumia kutengenezea hiyo baruti ili tuweze kurusha mbali, kuna wanyama wengine nao huwa wanazoea. Kwa mfano tembo akija mara ya kwanza katika shamba lako, ulitumia tochi, ulitumia honi, leo umetumia baruti yenye condom ambayo ndani yake kuna pilipili, umerusha kwa umbali huo mrefu mpaka imemfikia. Jana umlifanya hivyo na siku nyingine ulifanya hivyo, anaweza akazoea. Kwa hiyo leo anaweza akaleta ubishi hata kama umemrushia, lakini akakaa akaendelea kuharibu na kula mazao hayo. Lengo letu ni kuwaondoa kabisa na si kukata tamaa. Kwa hiyo tuna vifaa vingine ambavyo hivi ni vya gharama na uwashaji wake ni tofauti na baruti. Baruti utawasha moja, utairusha, utawasha nyingine, utarusha, utawasha nyingine, utarusha, utawasha nyingine, utarusha. Lakini hii utawasha katika utambi huu. Lakini ukishawasha katika utambi huu utaelekezea aliko mnyama wako. Sisi mara nyingi huwa tunasimama upande wa mashambani na kurusha kuelekea ukanda wa hifadhi. Kwa hiyo tunarusha wanyama waliko. Tunarusha kuwarudisha katika makazi yao ya siku zote ambao ni hifadhini katika hifadhi ya jamii ya Burunge. Kwa hiyo tukishawasha hii moja,
inatosha kabisa utambi kuungua. Utambi ni mrefu, umekuja mpaka mwisho huku, lakini pia tunaambiwa ziko 10 hizi shots. Kuna zingine zinakuwa 8 ila hizi ziko 10. Kwa hiyo unaporusha hapa, unapopiga hizi 10, lazima uhakikishe unaenda na hesabu sahihi. Kwa mfano askari anaweza akawa katika gari la doria, kwa mwingine anaendesha, mwingine anaendelea kusoma ramani na kumpa maelekezo kwamba kwa idadi waliokuwa nayo tuwapige kwa upande gani, lakini walio nyuma ya gari ama juu wanaelekeza katika lile eneo ambalo wanaambiwa na kiongozi. Na mara nyingi tunarusha kwa namna kwamba upepo upulize hii hewa isiturudie, iende mbali zaidi, ikawapige wao na iwakimbize. Lakini pia anayerusha lazima ahesabu, nimepiga ya kwanza, moja imetoka ya pili, imetoka ya tatu, mpaka zote 10 zimetoka, ndipo arudishe hii iliyoisha sasa matumizi yake, maana itabaki boksi kama boksi la hii, baruti zote zimeshaungua, anaiweka chini ya gari. Kama bado tunaendelea na zoezi, atachukua nyingine, atatoa utambi, atawasha tena, tuendelee kuwakimbiza. Kufanya makosa ama kutokuwa makini kwa kutumia kifaa hiki, unaweza ukarusha 6 katika 8 hizi zimebaki 2, ukatupa ukachukua nyingine. Shukrani sana. Bana, turudi kwenye hii. Hii umesema unaiweka nini na nini? Hii inachanganywa kondomu hii ili tutengeneze baruti nzuri. Tunachukua mchanga mkavu, tunachanganya na pilipili ama unga wa pilipili. Pilipili yoyote unaweza ukasaga ule unga wake ukachanganya humu. Kwa hiyo unga ukichanganya na hii tayari imechanganywa. Ukichanganya na hii inakuwa ni nzuri, inaleta ile harufu ambayo sasa itamuondoa kwenye ile hamu ya kula kile chakula. Pilipili inasaidia zaidi. Tuambie, hizi mnazitumia ngapi kwa siku? Kwa siku tunaweza tukatumia kutokana na tukio lenyewe. Kwa mfano ni kikundi cha vijana, tumeshawapa elimu, wanaenda kulinda mashamba yao. Leo watakaa katika mpaka ambao uko katika mashamba ya vijiji, lakini yamepakana na eneo la hifadhi, kwa sababu tunaamini kijiji kilitoa kipande cha ardhi. Sasa watasimama katika mpaka huo kwamba hapa ni eneo letu, lakini upande mwingine ni hifadhi. Kwa hiyo wakisimama hapo, wanatengeneza zile ambazo watatumia siku hiyo. Kama kutakuwa na tembo wanasumbua, basi wanaweza kaenda nazo 10 kutokana na mahitaji yao. Mara nyingi inakuwa ni kifaa hatarishi, kwa hiyo lazima kitumiwe kwa makini, na kinatumiwa baada ya vifaa vingine kama tochi na honi kuto kuleta ufanisi. Kwa hiyo hazitengenezwi nyingi, zinatengenezwa kutokana na idadi ya tembo ambao wamekuwa wakisumbua katika eneo hilo. Baada ya kuona jana walitumia tochi na honi haikutumia au haikuleta ufanisi, basi wanatengeneza hizi angalau 10 kwa ajili ya kutumia siku ya leo jioni na siku nyingine pia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.